kufunguliwa katika maisha yao. Ni usiku wa kufanikishwa la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, litalo majina yote. Jina la Yesu Kristo Nazareti, ninakuja zako kwa niaba yao Bwana, ninakuja mbele zako. Mazuka tapaya na balia rema shanda rada bakush kataya na balia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tumechagua usiku, tumechagua usiku uwe Bwana kukutwisha mizigo yetu, kukutwisha fadhaa zetu. Wewe Bwana unashughulika sana na mambo yetu. Baba, mtokee mama huyo, Baba mtokee, Baba mtokee kijana huyo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe ambaye ndio unafika hapa, nataka nikwambie ni usiku wa kuvunja na kuzisagasaga na kuzisagasaga kabisa. Mazuka tapaya dabalia ila mashaka tapaya dabalia lekesendelede baliotaskataya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kuchomoka ni usiku wa kuchomoka, sikubaki kama tulivyo. Hatuwezi kuchomoka. Ni usiku wa miujiza katika maisha yetu, ni usiku wa miujiza katika maisha yetu, ni usiku wa kuchomoka. Rama shanda rada balia ila taparia buskataya da balia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ni usiku wa kuchomoka, ni usiku wa miujiza, ni usiku wa miujiza, ni usiku wa miujiza, ni usiku wa kuchomoka katika jina la Yesu Kristo. Wewe uliyesema tukuite, wewe nawe utatuitikia Bwana, nawe utatuitikia. Ni usiku wa kuchomoka, usiku wa kuchomoka giza, ni usiku wa katika hivyo vifungo, usiku wa kuchomoka kutoka utumwani, usiku wa kuchomoka, ni usiku wa kuangamiza, ni usiku wa kwa hizo falme na mamlaka zilizojiinua katika maisha yetu, zilizojiinua katika maisha yetu. Ni usiku wa kuchomoka, ni usiku wa kuchomoka, ni usiku wa kuchomoka katika jina la Yesu. Ni usiku wa kuangusha hizo falme. Omba mwana wa Mungu mahali popote ulipo, omba mahali popote ulipo, omba mahali popote ulipo, jiungamanishe na maombi haya. Moskataya andaradabalia moskataya katika Yesu Kristo. Omba mwana wa popote ulipo, omba popote ulipo. Leo kuna usiku, leo kuna usiku. Share kwa watu zaidi, share kwa watu wengi. Achilia comment ya kwamba na achilia comment ya kwamba na leo ni usiku wa maajabu. Leo ni usiku wa kuchomoka katika hilo giza nene, ni usiku wa kuchomoka katika hilo giza nene, ni usiku wa kuchomoka, ni usiku wa kuchomoka. Masanda rada baliato skataya la pasha ila kataparia na maskataya. Yesu Kristo, ni usiku wa kuchomoka, kuangamiza hizo madhabahu zote kwa zikikutesa na zikikupeleka katika mateso ambayo baba ambayo mama yako ameachilia roho ya magonjwa, ameachilia roho ya mikwani. Lakini leo nasema kwa ile mamlaka iliyopewa, Roho wa Bwana yuko amenituma niwatangazie maskini njema, amenituma nije nifungue wale waliofungwa. Rama shandarada baria itaparia buskataya. Usiku wa madhabahu, usiku wa madhabahu, usiku wa madhabahu, kupanda kwa madhabahu ya yule Mungu aliyekutoa katika tumbo la mama. Rama shandarada baria ila buskataya rama baria ila taparia buskataya. Jina la Yesu, omba msichoke mali popote. Haijalishi tupo, Mungu anasema ya kwamba wawili watatu watakuja jina langu, mimi nitaenda kusikia. Mimi nipo katikati, naachilia nguvu ya uwezo, naachilia nguvu ya kufanikishwa, naachilia nguvu ya kufanikishwa katika jina la Yesu Kristo. Omba mali ya Mungu mahali popote ulipo, jina la Yesu.
anda radabalia, jina la Yesu, jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo aliye hai. Baba, ukamsikilize mama huyu. Baba, ukamsikilize mama huyu. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, ni usiku wa kuchomoka, ni usiku wa kuchomoka, usiku wa kuchomoka, ni usiku wa kuchomoka, ni usiku wa kushambulia katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, jina la Yesu, ninamchomoa kila mmoja, ninamchomoa kila mmoja katika madhabahu za giza, madhabahu za giza, ninamchomoa kila hizo madhabahu za giza, ninamchomoa kwa hizo madhabahu zimekamata hatima yake, hatima yake zimekamata masanda radabakoskataya katika jina, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Omba mahali pale ulipo, omba mahali pale ulipo, omba. Ni mahali wa kuchomoka sasa, ni muda wa kuchomoka sasa kutoka kwenye hivyo vifungo, kutoka kwenye hivyo vifungo. Masanda radabakuria na moskataya laka sanda radabalia ila katika jina la Yesu, ni usiku wa kuchomoka kutoka bao. Omba mahali, mwana wa Mungu, mwitie lilipo, mwitie mwana wa masanda radabakuri kataya katika jina, katika damu ya Yesu, jina la Yesu, katika damu. Omba mahali popote ulipo, omba mahali popote ulipo, popote ulipo, omba popote ulipo. Ni muda wa kuchomoka, ni muda wa kuchomoka kutoka kwenye hizo madhabahu, ni muda wa kuchomoka kutoka kwenye hizo madhabahu. Usikae kimya, mwana wa Mungu, usikae kimya, mwana wa Mungu. Tumepewa mamlaka ya kukata na kila aina nguvu za yule mwovu. Kristo, ikataa hiyo hali unayoipitia, hali unayoipitia, ikataa hiyo hali ya kiroho kwa ikishikushusha chini kiroho ambayo imekuwa masanda radaba moskataya. Baba, na ya kwamba muite wakati Yesu, naye ataenda kukuitikia, naye ataenda kukuitikia, naye ataenda kukuitikia. Masata ya dabalia ila taparia kataya katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Mwite mwana wa Mungu, mwite mwana wa Mungu, mwite mwana wa Mungu, mwite, usikae kimya, mwite mwana wa Mungu. Mashaka tapaya da taparana maskotaya lekase taskataya katika jina la Yesu, Yesu, katika damu ya Yesu, la Yesu, katika damu, katika jina la Yesu. Maskini hizo hali za ni kila wakati, hizo hali angalia mbele na kuona tunazikataa kwa jina la Yesu, lakini tunapitia hizo hali ya adui ametega mitego, yawezekana adui ametega mitego katika njia zetu, katika kusudi letu. Rapakoshtaya dabalia ila taparia moskataya katika jina la Yesu. Mwitie Mungu mahali ulipo, mwitie Mungu mahali alipo, usikae kimya, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, mwitie Bwana, mwitie Bwana, mwitie Bwana. Anaandika na huu ndio ujasiri ya kwamba tukimwomba sawa na mapenzi yake tupatia, yeye anatupatia. Hatuwezi kudumu misiba, hatuwezi kudumu napasha katapaya ila paria na manda lepla haya. Ni usiku wa kuzizunguka Yeriko, ni usiku wa kuzizunguka kuta za Yeriko ambazo zikitusumbua, ambazo zimekuwa zikitusumbua, ambazo zimekuwa zikitusumbua. Masandaradabada ila taparia daboska taya, na haribu kila aina ya falme, na haribu kila aina mamlaka. Umesema si juu ya damu na nyama falme, bali ni katika falme, bali na mamlaka za wakuu wa anga wa giza. Tapaya dabalia na muskataya katika Yesu, katika damu ya, katika jina la Yesu. Moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto hizo Bwana zilizokamata watoto, zimekamata watoto wako, zimekamata watoto wako, zimeachilia
msiba, zimeachilia kilio, ninazikamata, ninaziteketeza, ninazikamata, ninaziteketeza katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, ninaziharibu, ninaziharibu. Unasema ya kwamba Bwana Mungu ili kusambaratisha, ili kuziharibu kila aina rapasha katapaya pariana manda la ila taparia la mokoria boska kasakatapaya ila yana mosa. Tunamchomoa huyo kutoka vifungo, tunamchomoa huyo kutoka vifungo, tunamchomoa huyo kutoka kwenye hilo giza, tunaachilia nuru katika maisha yake, tunaachilia nuru, tunaachilia uzima, tunaachilia nuru, tunaachilia uzima. Rapashakatapaya ila kataria na manda leka sekretariata ila tapaya. Omba mwana wa Mungu, malipo mwitie Bwana, mwitie Bwana, amba ila atajitia, atapata kuokoka, atapata. Unaokoka Bwana, unaokoka mwana wa Mungu. Sandarada balia ila na moskataya la kaseliata ila taparia na rapa seketelia telia taposa rama mama la posa tarada ila kataparia na mos la makuria boskataya kesendele de balia. Omba mwana wa Mungu mahali popote ulipo, usichoke, 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 usichoke. Omba mahali popote ulipo, omba. Yuko Mungu, yuko Mungu, yuko Mungu. La mosakata ila katariana mande tapariana mande mande. Hiyo nafasi na katika Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika Yesu. Omba mwana wa Mungu, omba mwana wa Mungu, sichoke. Mwitie Bwana, mwitie Bwana, mwitie Bwana. Daudi alitazama mbingu na nchi, hakuna msaada, hakuna msaada, hakuna msaada, lakini msaada wake ulitoka katika mbingu na nchi, ulitoka katika mbingu na nchi. Omba mahali popote ulipo, omba mahali popote. Kwa kuzizunguka hizo Yeriko, ni usiku wa kuzizunguka hizo Yeriko, kubomoka hizo zilizojenga kuta, zilizojenga katika maisha yako. Wa Mungu, ita mwana wa Mungu, ita usichoke, ita masanda rada bakuri kataya hizo roza kushuka chini katika jina la Yesu, katika la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Hizo za kushuka chini, hizo roza kushindwa, hizo roza mikwamo masaka tapariata leka sindelede tamwana. Ni muda wa kutokewa na Bwana, muda wa kutokewa na Bwana. Yesu, ita jina la Yesu. Linapita katika hizo madhabahu, linapita hizo madhabahu, linapita rapakoshkata baliata ila na mandele de oskaya. Tunachomoka kutoka kwenye hilo giza, tunachomoka katika hilo giza la kukosa tumaini, hilo giza la masata payada balia leka laka sandar ila katapariata katika jina la Yesu, damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Mwana wa Mungu, ita usichoke. Inaomba Mungu sikute wakate tamaa, wala msikate. Yawezekana liko jambo ulikuwa unaomba kwa muda mrefu, huo ni matokeo. Usiku wa leo nataka nikwambie ya kwamba utaona matokeo, utaenda kuona 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 matokeo. Jua umekuwa ukitamani Bwana akutendee, utaenda kuona matokeo, kuona matokeo. Usiku wa kutoka, usiku wa kuchomoka. Katikati yawezekana uliona jangwa, kana ukoona tumaini, lakini nikwambie liko tumaini. Mawazo anayotuwazia Bwana ni mawazo ya amani, wala si mabaya, ili kutupatia tumaini. Masandarada bakoria boskataya leke sendele de alia ila kaparia da boskataya, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Yuko Mungu anayetendaga, ambaye
Yuko Bwana ambaye atoke, ambaye atoke, ambaye atoke. Abakoria na moskata kesendele de baria taria na moskataya katapaya ila katando lika sakata ila kataparia na mosa ila taparia boskataya katika jina la Yesu. Anachomoka huyo, anachomoka huyo, anachomoka huyo. Haijalishe kuzimu. Ramashanda radabaria ila taparia na mosa raka seketeliata ila taparia na mosa laka seketeliata ila taparia na mosa laka sakatapaya mando katika jina la Yesu. Anachomoka huyo kutoka kwenye, anachomoka huyo vifungo, anachomoka huyo, anachomoka huyo akataparia na mosa katika Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Haijalishe amekwama malangapi, haijalishe amekwama malangapi, anachomoka huyo, anachomoka huyo, anachomoka huyo, anatoka huyo. Omba mahali popote ulipo, muitie Bwana, muitie Bwana, yeye anajua hali unayopitia. Muitie Bwana, choke, muitie Bwana, muitie, yeye anajua, yeye mapito yako, mapito yako. Muitie Bwana, Bwana, muitie Bwana, muitie Bwana. Usingizi uendelee kupitia hayo mateso, usingizi usifanye uendelee hizo shida. Yupo Bwana, yuko Bwana, yuko Bwana, yuko Bwana. Anakuchomoa, anakuchomoa, anaangaza sasa, anaangaza sasa katika hilo giza, anaangaza sasa, anaangaza sasa. Masanda radabakoria na leka sendele de baliata ila la plakoria da boskataya ndele de balia ila taparia na mosa. Umeitwa na kutawala, umeumbwa kumiliki na usichoke, mwana wa Mungu. Ita hilo jina lipitalo, ita ile mwana wa Mungu, ita mwana wa Mungu, ita Mungu, hilo jina lipitalo yote. Rapashanda radaba ila taparia dabosa tapala koria boskataya. Usifiche uso wako Baba, usifiche uso wako. Tuitikie watoto wako, lema zako Mungu ziachiliwe ndani yetu, ziachiliwe ndani yetu, ziachiliwe kwenye kana Bwana. Ziko nafasi ambazo stahili kukaa Baba, tustahilishe yako Baba, tustahilishe kwani masanda radabaria ila tapari ramasanda ya boskataya la kasaria leke seketelia ila taparia na mosa sakataparia ila kaparia ila kasakata la kasakatapaya aseketeliata. Anachomoka mama huyo, anachomoka baba huyo, anachomoka huyo, anachomoka mama huyo, anachomoka binti huyo, anachomoka, 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 anachomoka la pasakatapari leke sendele de bariata paya kata jina la Yesu. Anachomoka huyo, anachomoka huyo, anachomoka kwenye hiyo shida, anachomoka, anachomoka katika huzuni tena, kuishe katika huzuni. Haijalishi kuzimu wa kinywa chake kwa namna, haijalishi kuzimu nini juu yake, mpaka mwezi wa 3 anaenda kuchomoka huyo, anaenda kuchomoka huyo. Maisha yake yanabadilika, 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 na yabadilisha maisha yake katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu la Yesu. Anachomoka huyo, hawezi kuishi katika utupu, kuishi katika shida. Anachomoka, anachomoka huyo. Masanda radabaria paria na mosa rap dabaria la kasakata ila kataria na mando sakata paya la kasekata ila katare na mando la kasakata paria ila keteria katika jina la katika jina la Yesu tunalilogisha, tunaondoa utupu katika jina la Yesu. Bwana wa Bwana, watoke watoto wako, watoke watoto wako, watoke watoto wako, watoke watoto wako. Masanda rada seteria taya na manda katika jina
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Huyo anachomoka, huyo anachomoka, hawezi kuendelea kuishi. Tupo katika nasema Bwana, kwako sisi tulipona, kwako sisi tulifunguliwa kutoka kwenye hivyo vifungo, hivyo maskini, hivyo vifungo vya katika jina la Yesu, damu ya Yesu. Tunachomoka, tunachomoka. Ni usiku wa kuchomoka, ni usiku wa kuchomoka. Ziangusha hizo falme zilizojenga kambi katika maisha yetu, katika nafsi zetu. Naachilia uhuru wa mama huyo, naachilia uhuru wa baba huyo, naachilia uhuru wa mama huyo. Sandarada baria ila taparia na sendele baria, anaota ndoto kwenye shimo, anaota ndoto kwenye shimo. Namchomoa nalitamkwa ya kwamba kini hatofanikiwa. Namchomoa kwa jina la Yesu. Namchomoa, naangusha kuta, naangusha kuta, naangusha hizo kuta zilizojengwa na adui katika maisha yake. Umesema katika ile Isaya, kila aina ya falme, kila aina ya mamlaka zitakazoinua silaha zake hazitafanikiwa. Sasa ufalme hazijafanikiwa kwa mama huyo, hazijafanikiwa baba huyo, hazijafanikiwa. Mashandaradaba ila kasandarabaria la masakatapaya ila kataposkataya la Yesu. Anachomoka huyo 2026 natengeneza jambo jipya katika maisha yake. Mwaka 2026 akachomoka, akaishi katika vile viwango ambavyo Bwana ulikusudia. Masaradabariato Ekasandaradabaria leseketeria dabaya dabaria, katika jina la Yesu. Usichoke mwana wa Mungu, mwite Bwana, usichoke. Ukiona unashindwa, ita Yesu. Ukiona unashindwa, ita Yesu. Ukiona unashindwa, ita Yesu. Ukiona ita Yesu. Ni ahadi ya Baba yako. Kilita jina hilo, unapata kuokolewa kutoka kwenye uchawi, kutoka kwenye uganga, kutoka kwenye hizo silaha ambazo zimeinuliwa. Ramashandaradabaria ila taparia nabusa la kasakatapaya ila namosa. Ni lazima nafsi zetu zishuhudie ukuu wa Bwana. Ni lazima nafsi ziachiliwe huru kutoka kwenye hivyo vifungo. Mashandaradabakoria na moskataya. Ita hiyo nguvu ya Bwana, usikae kimya mahali popote ulipo. Ita hiyo nguvu ya Bwana, usichoke mwana wa Mungu, ita hiyo nguvu ya Bwana, usichoke. Masandarada bario sakata ya dabaria, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Usichoke Bwana, usichoke mwana wa Mungu. Ita hilo jina. Yeye anasikia. Hajalala. Masanda bariato ila kasakatapaya ila kashakataparia, katika jina la Yesu. Masanda radabariato. Yupo Bwana anakusikia, yupo Mungu anakusikia. Hajalala kwa ajili yako. Yuko macho sasa hivi. Anakupigania Bwana katika jina la Yesu. Mashanda radaboria na moskatai, katika jina la Yesu. Katika damu ya Yesu. Ita mwana wa Mungu jina hilo. Ita hilo jina, usichoke. Ita watu wengine hapa siwaone, nataka niwakomboe katika jina la Yesu Kristo.
Bwana ndiye mchungaji wetu, hatutapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wetu, hatutapungukiwa na kitu, hatutapungukiwa na kitu, hatutapungukiwa na furaha, hatutapungukiwa na amani, hatutapungukiwa na kitu, hatutapungukiwa na kitu, hatutapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wetu, hatutapungukiwa na kitu. Ita hilo jina Bwana, ita hilo jina. Usichoke wewe, usichoke wewe, usichoke wewe mwana wa Mungu, usichoke, usichoke. Yupo Mungu ambaye hajalala kwa ajili yako muda huu. Yupo Mungu ambaye hajalala muda huu. Yuko Mungu ambaye hajalala. Yeye huwa anasikia, yeye huwa anasikia, yeye huwa anasikia, yeye huwa anasikia, yeye huwa anasikia. Mashana radabaria tusikataya dabaria, katika jina la Yesu. Achia muujiza kwa mama huyo, achia muujiza kwa kijana huyo, achia muujiza Bwana, achia muujiza wako Bwana, achia muujiza wako Bwana, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Anachomoka huyo, anachomoka huyo, anachomoka huyo, anachomoka huyo, anachomoka huyo, anachomoka huyo, hawezi kuwa kama alivyo. Anachomoka huyo, anachomoka huyo, anachomoka huyo, anachomoka huyo, anachomoka huyo. Masana radabaria taskataya, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wana wa Mungu aliye hai, wana wa Mungu aliye hai, msichoke, msichoke, msichoke. Maandiko yanasema Mungu amekufanya kuwa rungu ili kusambaratisha kila aina ya ufalme. Kila aina ya ufalme unasambaratika. Ni lazima ujue mamlaka yako. Yesu, wakati unampokea Yesu Kristo, anakupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na kila aina ya nguvu za yule adui. Nataka usiku huu ujitamkie baraka, ujitamkie uzima, ya kwamba wewe si mtu wa kuteseka, wewe si mtu wa kuhangaika. Kuna watu wamehangaishwa na madhabahu za ukoo. Kuna watu ambao giza limefurika maisha yake, haoni kitu gani cha kufanya, kwa sababu kuna jambo alikuwa analitegemea lakini halijatokea katika maisha yake. Anadhani ya kwamba Mungu amenyamaza. Ziko falme ambazo zilikuwa zinatuzuia, lakini usiku huu ni kwamba ni usiku wa kuangusha hizo kuta za Yeriko. Yawezekana ukuta wako ni kwamba kuna kuta zimejengwa na adui ili usiweze kuvuka mahali. Kuna kuta zimejengwa na adui ili usiweze kumtumikia Mungu. Nataka nikwambie mwana wa Mungu aliye hai, usiku huu tunachomoka, tunachomoka. Masana radabokoria na moskataya, tunachomoka usiku. Haijalishi adui ametamka mangapi, adui ametamka mangapi. Kuna watu ambao wametamkiwa maneno katika madhabahu za giza. Kuna watu ambao walitamkiwa maneno tu na marafiki zao. Kuna watu walitamkiwa maneno na ndugu zao, ya kwamba wewe hautafanikiwa, ya kwamba wewe hautavuka, ya kwamba wewe hautakuwa tajiri, ya kwamba wewe kuna mahali fulani utafika alafu utakwama. Maandiko yanasema katika ile Isaya, kila ulimi utakaoinuka ili kukuhukumu, nitauhesabia ulimi huo kuwa ni mkosa, na huu ndio haki ya watumishi wa Bwana. Nataka nikwambie, mbele za Mungu wewe una haki yako, mbele ya Bwana wewe una haki yako, na haki yako inaenda kuchomoka, haki yako inaenda kuonekana. Haijalishi adui amesimama katika maisha yako kwa muda gani. Ramasha ndarada bariata skataya. Bwana ndiye mchungaji wako. Anasema ya kwamba umuite wakati wa shida, umuite wakati wa matatizo, ili yeye aweze kukuitikia, ili wewe uweze kumtukuza. Sasa tumkumbushe Bwana ya kwamba Mungu, mbona ulisema hichi, mbona ulisema hichi. Adui ameniteka Bwana, adui amenitangulia mbele, adui aliona hatima yangu. Baba nitangulie, Mungu nionekanie. Mashana rada boska taya dabaria. Leo ni siku ya kuchomoka kwa mmoja wetu aliyoko mahali hapa. Ujaja mahali hapa kupiga tu kelele, ujaja mahali hapa tu kupaza sauti yako ukaondoka, alafu lisiwepo jambo ambalo linatokea katika ulimwengu wa roho. Liko jambo linatokea katika ulimwengu wa roho. Maandiko yanasema ya kwamba yako matumaini juu ya mti uliokatika, ya kwamba machipukizi yake yatachipuka tena. Nataka nikwambie mwana wa Mungu ulioko mahali hapa, ya kwamba yako matumaini juu ya hiyo biashara yako, yako matumaini juu ya nafasi unayotamani kukaa, yako matumaini juu ya nafasi unayotaka kukaa katika ulimwengu wa roho, yako matumaini. Maana Bwana anasema ya kwamba Bwana anasema mahali popote mtapokanyaga, nimewapa nyinyi kumiliki, nimewapa nyinyi kutawala. Haiwezekani tunaishi kama watumwa. Ikiwa sisi tulikombolewa na ile damu ya samani,
ufalme. Ramashandaradabariata seketeliata. Maandiko yanasema inuka uangaze, kwa sababu nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Sasa unainuka mama, unainuka baba, unainuka kijana, unainuka mwana wa Mungu. Huwezi kubaki katika hiyo nafasi ya ukiwa, huwezi kubaki katika hiyo nafasi ya kulia kila siku. Leo unainuka katika usiku huo. Haujaamka bure, hujaacha usingizi wako bure, hujaacha mambo yako bure. Iko nafasi ambayo Mungu anataka kukuweka, iko nafasi ambayo Mungu anataka kukuweka. Mashanda rada bakoria na moska taya lepa sheke teliata ya namanda. Hakuna mtu atayekuwa wa kawaida mahali hapa. Ikiwa wewe umejiungamanisha na ibada hii, umeacha vitu vyote, au tabaki wa kawaida, au tobaki wa kawaida, au tobaki wa kawaida. Sio mimi napenda, lakini yule Roho wa Kristo, yule Roho wa Kristo, yule Roho wa Kristo ndiye anapita katika maisha yako, anapita katika hiyo shida, anapita katika hayo matatizo. Maana anasema ya kwamba tuombe neno lolote kwa jina lake, naye anaenda kutupatia, naye anaenda kutupatia. Anasema ndani ya hicho kinywa, yani kinywa changu cha mimi hapa na cha wewe hapo, zinatoka baraka, zinatoka baraka. Ezekieli anaambiwa ya kwamba itamkie mifupa hii naye itapata uhai. Yawezekana kuna mifupa katika maisha yako, ipo mifupa, ipo mifupa. Usiku wa leo inaenda kutamkiwa, inaenda kutamkiwa, inaenda kutamkiwa, nayo itapata kuinuka. Hiyo biashara yako imeweka mifupa, imeweka mifupa, eti haina nyama, eti haina uhai, inaenda kutamkiwa hiyo biashara, inaenda kutamkiwa. Maana maandiko yanasema ya kwamba yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Hakuna jambo gumu linalomshinda, hakuna jambo gumu linalomshinda. Maandiko yananiambia ya kwamba yote yanawezekana katika yeye aminie, yote yanawezekana katika yeye aminie. Mashando rodo bokoria na moska taya. Kila mmoja ameitwa katika nafasi yake mahali hapa, lakini Mungu ananiambia ya kwamba hakukuumba katika ukiwa, hakukuumba katika kilio, hakukuumba katika msiba, hakukuumba ukiwa katika hali ya mafadhaiko, bali aliachilia neema, bali aliachilia neema, bali aliachilia neema, bali aliachilia neema ya kipekee ili wewe uweze kumtukuza, ili kila mmoja aweze kumwona yule Kristo ambaye anaishi ndani yako. Hivyo ukiwa mahali hapa, nataka nikwambie ya kwamba huwezi kuwa wa kawaida, huwezi kuwa wa kawaida, huwezi kuwa wa kawaida. Yuko Roho anaenda kukuisha, yuko Roho anaenda kukuisha, yuko Roho anaenda kukusaidia. Anasema ya kwamba nawe utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana yeye ndiye ana hizo nguvu za kukupa huo utajiri, ili alifanye imara agano lake. Ramashanda radabaria. Yawezekana umehangaika kiuchumi, yawezekana umehangaika kiroho, lakini nataka nikwambie ya kwamba, na huu ndio ujasiri tulio nao, ya kwamba tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake, yeye anatupatia. Najua Mungu Roho Mtakatifu anajua ya kwamba unahitaji pesa. Najua Mungu Roho Mtakatifu anahitaji ya kwamba akuvushe mahali fulani. Yawezekana mahali fulani umefika, umeliona giza, umeona giza totoro, lakini anasema yeye alikuwa ni nuru ya ulimwengu. Alipokuja hilo giza lilitoweka, na sisi ni nuru, na sisi ni nuru. Ni lazima hilo giza tuliambie ya kwamba lipishe hiyo nuru ambaye ni Kristo, lipishe hiyo nuru ambaye ni Kristo, ili hiyo biashara yako ipate kuangaza, ili hiyo nafasi yako ipate kuonekana katika ulimwengu wa roho, ili hiyo nafasi yako ipate kukuzwa sana. Maana Mungu anakusikiliza, maana Mungu anataka kukutendea. Mwana wa Mungu uliyeko mahali hapa, tuko watu 7 na leo ni siku ya 7 ya mfungo. Nataka nikwambie ya kwamba liko jambo jipya linaenda kutendeka, liko jambo jipya linaenda kutendeka katika maisha yako. Usijikatie tamaa, usijikatie tamaa. Usimwone kama Mungu amelala, usimwone kama Mungu anasinzia. Yeye siye Mungu, bali yeye ni Mungu aliyesimamisha mbingu pamoja na nchi, akaumba mbingu pamoja na nchi bila kusaidiana na yoyote. Alikumba wewe unayenisikiliza bila kusaidiana na yoyote. Usitake kuniambia ya kwamba eti Mungu alikumba wewe uhangaike. Hapana, hapana. Anasema wewe ni mfano wa sura yake, anakupa kuitawala bustani. Yawezekana Mungu amekuweka katika eneo fulani, hiyo ndio bustani yako. Unapaswa tu kumtii, unapaswa tu kuisikia sauti yake. Na ndio maana ukisoma katika ile Kumbukumbu la Torati 28 anasema ya kwamba utakuwa utapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako na kuyatii yale yote ya kuagizayo, ndipo Bwana atakubariki mjini, ndipo Bwana atakubariki mashambani. Nataka nikwambie ya kwamba unanisikiliza, nataka nikupe pumzi ili uweze kujua ni nafasi gani unatakiwa umuitie Bwana, ni nafasi gani unatakiwa utamke. Nataka nikukumbusha ile mamlaka ambayo Mungu
aliachilia kwako. Nataka nikukumbushe jinsi ambavyo hicho kinywa chako kinaweza kuiamuru mifupa mikavu kama Hezekia. Maana Bwana anasema ya kwamba ile roho ya Yesu Kristo inakaa ndani yetu sisi ambayo tumemwamini. Anasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu pekee na mimi Kristo uliyenituma. Nataka nikwambie ya kwamba ikiwa uko mahali hapa, itimisi ya kwamba umemjua Kristo, itimisi ya kwamba umemjua yule Mungu. Nataka nikwambie hautobaki wa kawaida, hautobaki wa kawaida. Unaenda kuangaza, kwa maana utukufu wa Bwana umekuja, utukufu wa Bwana umekuja, utukufu wa Bwana umekuja. Anasema Daudi ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hautapungukiwa na furaha, hautapungukiwa na fedha, hautapungukiwa na amani, hautapungukiwa na furaha. Yawezekana kuna utupu fulani umetokea ili Bwana aweze kukujaribu, ya kwamba unajua ya kwamba wewe unatembea na Kristo. Nataka nikwambie usiwe kama Petro, usije ukasema ya kwamba Bwana mkubwa tunaangamia, ila unatakiwa ufate zile nyayo za Yesu ili kuzituliza hizo bahari, ili kutuliza huo upepo, ili muendelee na safari, ili uweze kwenda kuona ng'ambo ya ziwa baraka zako. Nataka nikwambie siku moja Yesu anawaambia wanafunzi wake ya kwamba tuvuke mpaka ng'ambo ya pili ya ziwa. Bahari ikachafuka. Ni shetani alijua ya kwamba kwa sababu kule ng'ambo ya ziwa ziko baraka za mtu anatakiwa aende kufunguliwa. Kwa hiyo shetani alichafua bahari ili aone imani ya wale watu. Je, watagairisha kwenda kule kwenye baraka ambako kuna mtu anatakiwa aende kufunguliwa? Yawezekana wewe umepitia situation fulani, unahisi ni mawimbi. Yesu anataka kukujaribu ya kwamba anataka aone ya kwamba wewe unamwamini kiasi gani. Nataka nikwambie ya kwamba ni usiku ambao nataka nikukumbushe ya kwamba una mamlaka, una nguvu. Wewe haupo utupo. Ufalme wa Mungu haupo kule wala haupo kule. Ufalme wa Mungu uko ndani yako. Kile ambacho unakitamka usiku huu ndicho kinaenda kutokea. Kile ambacho unaenda kukitamka usiku huu ndicho kinaenda kukutokea. Kile ambacho utakitamka usiku huu ndicho kinaenda kutokea katika maisha yako. Nataka nikwambie, ikiwa hujawahi kuwaza kujenga nyumba, wewe jitamkie ya kwamba una nyumba. Ikiwa hujawahi kujitamkia una gari, wewe tamka ya kwamba unamiliki gari. Ikiwa iko nafasi unataka kukaa, wewe jitamkie tu, wewe jitamkie tu. Mungu wetu halali, Mungu wetu halali, Mungu wetu halali, Mungu wetu halali, Mungu wetu hajasinzia, Mungu wetu halali, Mungu wetu anajibu kwa moto. Yeye ni jemedari, yeye ni Mungu wake, anaenda kukutokea, anaenda kukutokea. Mwana wa Mungu ulioko mahali hapa, nataka nikwambie ya kwamba tunapoingia katika maombi haya, usiwe na mashaka, usiwe na hofu. Mungu anaenda kukutokea. Mungu anaenda kukutokea. Mungu anaenda kukutokea. Hawezi kukuacha. Umeacha usingizi, umeacha shughuli zako zote, upo mahali hapa. Mungu hawezi kukuacha. Yawezekana ulikuwa katika muda huu ungekuwa TikTok unaangalia vichekesho vya kina Joti, vya kina Masanja, lakini umeacha vyote. Si kwamba wewe hauna vitu vya kufanya muda huu, lakini ni kwa sababu iko nguvu ambayo imekuvuta mahali hapa ili uweze tu kwenda kutamka lolote. Si mimi ambaye naweza nikakutamkia likao, ila ni yule Yesu Kristo aliyekufia pale msalabani. Maana kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Kwa kupigwa kwake sisi umaskini ulipata kuondoka. Kwa hiyo nataka nikwambie ya kwamba usiku huu ni usiku wa kutamka ushindi. Ni usiku wa kutamka ushindi, kuziangusha hizo falme zilizotuzuia kwa muda mrefu. Ziko falme ambazo zimetuzuia kwa muda mrefu, zinaenda kuanguka, zinaenda kuanguka, zinaenda kuanguka. Hizo falme zinaenda kuanguka. Masunda radabariata skataya, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, katika jina la Yesu. Amen. Wana wa Mungu, kwa wewe ambaye upo kwenye kelele unajiungamanisha na maombi haya, unatani off mic yako. Ila kama unaomba unaweza tu ukaiwasha, kwa sababu tunataka Mungu atuonekanie mahali hapa. Kama unaomba unawasha tu. Lakini kama upo kwenye kelele ili usiwabuguzi wengine ambao wapo kwenye maombi, unazima. Hiyo ndio hekima nzuri ambayo Mungu angefurahi kuiona ikiwa mahali hapa. Amen. Sasa